Watazamaji, sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Kangundo Daphlin Sure alilazimika kusitisha shughuli za mahakama kwa dakika 15 ili kuandika uamuzi kuhusu iwapo angeendelea kusikiliza kesi hiyo au kujiondoa, baada ya washukiwa 4 wa tuhuma za wizi wa kimabavu kusema kuwa hawana imani kwamba watapata haki, huku wakitaka kesi hiyo kuhamishiwa mahakama kuu ya Machakos. Hata hivyo, hakimu huyo aliamua kuwa kulingana na kanuni na maadili ya mahakama nchini, hakimu anaweza kujiondoa katika kesi iwapo yeye ni mhusika katika swala linalosikilizwa, ni shahidi muhimu au ana sababu nyingine binafsi inayoweza kuathiri uamuzi wake, na kusema kuwa kesi hiyo itatajwa tena tarehe 24 mwezi Juni mwaka huu. So ile unaambia magistrate ajiondoe kwa kesi, ni yeye unamlenga, si sheria. So inamaanisha kuna makosa magistrate amefanya kwa hiyo kesi, so lazima ajiondoe. Na hiyo tunasema, kwa kizungu anasema recusal applications are applications in personam rather than in rem. Ni mimi mnaniambia nijiondoe kwa sababu kuna kitu sijafanya yenye ninastahili kufanya chini ya katiba. Na kwa hivyo lazima nizingatie application yenu kwa kina na nichambue, lakini kibaki inamaanisha ile mambo yenye mnazungumza hapa mbele ya koti ni porojo tu. Na kwa hivyo number 1 nimeangalia proceedings. Zile mambo zote zenye ninaambiwa kwa hii koti zenye ziko na mwelekeo kisheria na zenye judge lazima zingatie, lazima niandike kwa rekodi. Na kwa hivyo mimi kukuambia uko na haki ya kukata rufaa koti kuu ya Machakos, nilikuambia na iko kwa rekodi, nimewaambia muende Machakos High Court. Hizo zingine ni stories zako tu bwana second accused. Na bila aliwaambia kuhusiana na bond, itabaki tu vivyo hivyo kwa hii koti. Kwa hivyo kama aliwapatia bond, mtakuja na mashuariti wenu. Kama aliwanyima, itabaki hivyo. Kwa swala la 3, wakili Kituku, nimeangalia proceedings na wewe mshtakiwa wa kwanza ulikuwa tayari, huu ni wakili wako wa 3. Ulikuwa na mawakili 2 hapo mbeleni. Na kwa hivyo nimejiuliza ni haki gani hiyo chini ya kipengo ya 50 tumekeuka, kwa sababu ulisomewa mashtaka Oktoba 2024. Na mpaka leo umekuwa sasa na mawakili 3. Ni haki gani hiyo unazungumzia yenye hii koti unasema imekeuka, na umekuwa remand miaka 2 vile umezungumzia? Na kwa hivyo kulingana na mimi, hata ukitaka kuandika wakili mwingine saizi, hiyo ni haki yako, sisi hatukukatazi, lakini haimaanishi sasa hiyo ndio inaweza kuwa chanzo ya kuhairisha kesi. Na kwa hivyo mimi nikizingatia hayo, bwana Kituku, hiyo ombi la kuhairisha kesi imekataliwa, nitasikiza washahidi wenye wako kotini. Hiyo ndio maoni yangu, mengi utaisoma kwa ruling. So hearing will proceed.